الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tunaendelea na tafsiri ya sura Luqman na tuko katika aya 29. Aya inasema: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. نعم، سمع منذ في آية نسمع: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. Tutasimama katika kipande hiki kwanza tuelezee alam tara, na tumesema mara nyingi alam tara si kwa kuona kwa macho tu, huoni au kwani huoni, bimaana kitu unakijua lakini kwa kukuzindua ili upate kufahamu zaidi umuhimu wa kitu hiki. Hata ikawa kitu hujakiona kwa macho, inatumika alam tara, kwa sababu kitu chenye kujulikana kwa wazi na kila mtu. Kwa Mwenyezi Mungu anapomhutubia mtume wake kwa kumwambia tokeo lilotokezea hata yeye hajazaliwa, mwaka ambao utakayekuja kuzaliwa maamul fil, mwaka wa tembo, walipokuja matembo wakataka kuvunja Kaaba, Mwenyezi Mungu akaita tayra na babil. Mwenyezi Mungu akasema alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaona mtume sasa hajaona, lakini tukio lilotokezea hakuna moja anayesema kinyume na tukio lenyewe, au sio? Au sio? Kwa jambo lolote ambalo limetokezea watu wakaliona, wakanukulu habari zake kwa watoto wao na wajukuu zao, hata ikaendelea baada ya karne, baada ya muda gani, unaelezewa. Ina maana kwamba tukio hili muhimu, na tukio hili kwamba nini linafahamika na kila mtu kwa aliona asiona. Kwa hivyo hapa si lazima ru'ya bil ain, lakini ru'ya bil aql, bil qalb, bil ain, bikul hawas al khamsa, kwa zote hisia zako, au sivyo? Kwa hivyo anamtara huoni anna Allah, kwamba Allah hapa anasema yuliju layla fi nahari. Yuliju huingiza, huipenyeza usiku, fi nahari, katika mchana. Halafu akasema pia wayuliju nahara fi layl, na hupenyeza mchana kwenye usiku. Sawa? Ayat ilaj, yuliju, kupenyeza, ni kupenya kitu vitakadirisha, kama aya inasema kule hawatoingia makafiri peponi, hata yarijal jamalu fi sammi alkhiyat, yalija, kupenya, unazi kamba nene ile jamal waita kamba nene. Jamaa akasema tembo hawezi kuingia katika tundu ya sindano, hawezi kuingia ikiwa kamba nene, lakini hasa inaelekea ni kwamba jamal bi maana nini, ile hablul matin, kamba nene kabisa, kama zinatumika katika mameli. Je, unaweza kupenyeza ile katika sindano, tundu ya sindano? Itupopenya kamba ile, basi ndo kafiri ataingia katika pepo. Yuliju yani ilaj bi maana kuingia, kupenyeza kitu, sawa? Na akasema hapa yuliju layla fi nahari, hupenyeza usiku katika mchana. Anasema katika wafasirina wanaochunguza wanasema kwanza ayat ilaj zimekuja aya 4, yuliju usiku na mchana, zimekuja aya ngapi? 4 katika Qur'ani, na yote bi maana kuonesha ikhtilafu layl wa nahar. Kwa wale wanaopinga wakasema kwamba Qur'ani, mimi mtu mmoja amenikamata wiki iliyopita pale, kijana naona kasoma ati katika Qur'ani, mimi najua hutojua, lakini akatanguliza kabisa, hutojua, lakini kuna aya imetaja kwamba ardhi imetajwa kwamba ni duara. Nikamwambia hili jambo unalosema wewe, ukawacha dalili zote za kueleza duara ya ardhi, ukaja ukakamata kwa sababu ardhi haijatajwa, ni makosa. Utizame elimu kwa njia hiyo, tizama aya zilizotaja kuhusu kuwa kwa mchana na usiku, na explanation hiyo kisayansi inasema nini, namna gani usiku na mchana unapotokezea. Halafu utajua kwamba Qur'ani iko juu zaidi kuliko hata sayansi walogundua juzi.
kwamba mzunguko wa ardhi anti-clockwise, na jua linapopiga ule upande unakuwa unakabili jua unakuwa mchana, na upande unakuwa upande wa pili kiza. Sasa hiyo kama haijawa duara itakuwa, ingelikuwa hapa imesimama straight, singepiga kutwa siku zote mchana mtupu, na upande wa pili kama ardhi na upande wa pili ingelikuwa usiku mtupu maisha. Na aya kwamba Mwenyezi Mungu hajajalia hivyo, raitu min ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bi dhiya. afala tubsirun. Qul raitu min ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan, angelijalia mchana mfululizo moja kwa moja umekukalieni tu ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah, man ilahun ghayru Allah, la ilaha illa Allah, man ilahun ghayru Allah yatikum bi laylin taskununa fihi, nani ghairi Allah atakuletea usiku mpate kutulivu ndani yake. Kwa hivyo ukitizama leili na nahara hakuwezi kukua ila ardhi iwe mfumo wa duara, duara ardhi. Tena nasema nini, kama kubonyea juu na chini, sio duara kama mpira, hasa mufaltaha wanaita mufaltaha. Bimaana nini? Kwamba kidogo ifanye kujijimia, imekuwa kama juu flat na chini flat katika northern axis na southern hemisphere, au chini kabisa na juu kabisa. Kwa hivyo hapa ukisema kwamba jua hakuna aya iliyosema kwamba ardhi ina duara, chukua aya zote ziko 10 ngapi, sisi tumetaja habari ya usiku na mchana, na leo tutasoma aya wala tupote ila hapo tu inshallah. Kwa hivyo tutatizama kwamba Mwenyezi Mungu kasema yuliju ilaji, zimetumika aya 4 ya Qur'ani. Alafu ya pili akasema nini, kwamba yuliju daima inachukua na leili kabla usiku, na umuhimu usiku kabla ya mchana. Siku zote aya hii inachukua yuliju usiku kabla mchana, kwa hivyo ahamiyatul layl kuliko mchana. Na ya pili ahamul layl ahamu min an-nahar fi al-Quran, kwa kote wa min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila qum al-layla illa qalila, au si na nyingi mambo yote matukufu kutakarrab kwa Mwenyezi Mungu. Fa idha faraghta fansab, wakati gani uko faragh? Wakati usiku ushamaliza kazi zako za kulingania watu na Muhammad, fansab pania wa ila rabbika farghab, au sio? Naam. Kwa hivyo ukitizama usiku utulivu wake, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila, utulivu usiku unakurubiana na nini, na moyo na kumjua Mola wako, alaka kubwa inakuwa kuna alaka kubwa baina usiku uliotulia na ukaribu wako na Mola wako, ukamtafuta Mola wako karibu zaidi, ukamsujudia na kusema subhanaka ya rabbi, subhanallah bihamdi, subhanallah 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 subhana rabbiyal a'la. Kwa hivyo al-Qur'an al-Qur'an inapenda usiku zaidi, kwa sababu Qur'an imeshuka usiku nazalna fi lailatul qadr, subhanallah. Kwa hivyo yuliju layla fi nahar, anaupenyeza, huingiza usiku katika mchana. Zimekuja tafsiri mbili katika tafsiri ya kalima ilaj yuliju. Wengi wamesema kwamba nini, unapopenya mchana, yuliju layla, unapopenya usiku kwenye mchana, ukazingwa na mchana, usiku wake unakuwa mchana mrefu katika sama fi saif, katika siku za joto unapata usiku mrefu na mchana mrefu na usiku mfupi. Wa yuliju nahara fi layl, na hupenyeza mchana katika usiku, ukawa usiku umevaa mchana ule ukawa mrefu zaidi kuliko masaa 12. Kwa hivyo ikhtilafu ya masaa baina usiku na mchana kumechambuliwa kwa maneno yuliju layla wa nahar, kama ilivyokuja katika tafsiri. Wengine wakashika pale pale kuingia usiku katika mchana na mchana katika usiku, ni dalili ya kuonesha kwamba nini, moja katika aya zenye kutaja kupatikana kwa usiku na mchana kutokana na shape ya ardhi ilivyo. Sawa? Kwa hivyo anaposema usiku wanataka utulivu, usiku ni wakati wa ibada, usiku unajaliwa mwili wako wote tafauli yake kufanya kazi kwake kwa kinyume na mchana. Mchana kwenda na kurudi, usiku pate utulivu. Na Mtume sallam anapohimiza kwamba ule mwangaza una kazi zake, giza kina kazi zake katika nini, kumwendesha binadamu na maisha yake. Bila usiku, mchana
haufai, na bila mchana usiku haufai. Na aliposema Mtume kusisitiza watu wanapolala, asema anasema atfi'u al-masabiha idha raqadtum, atfi'u al-masabiha idha raqadtum, zimeni taa zenu mnapolala, kiza kiwache wakati wake kiwe na faida yake kama hiyo. Subhanallah, na mchana iwe na faida yake kama hiyo. Ukitazama katika hizi aya zilizokuja katika yuliju, bimaana nini? Kwamba kupenya na ukapunguza usiku au ukazidisha mchana na ukazidisha usiku. Hata ilipokuja katika qul illahumma malikal mulk, sema ya Muhammad, malikal mulk, mfalme Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutil mulka man tasha, unampa ufalme mtakaye, kumpa, watanzi'u al-mulka, unamzidishia huyu unampunguzia huyu, au sio? Watanzi'u man tasha, au sio? Watu'izzu, unamzidishia man tasha, watudhillu, unampunguzia nini? Man tasha. Biyadika alkhair, katika khairi yote mikononi mwako. Kumzidishia huyu kuna khairi, kumpunguzia huyu na khairi, kwa sababu wewe mwenye hikma, au sio? بيدك إنك على كل شيء قدير. halafu kasema tuliju al-layla fi an-nahar wa tuliju an-nahara fi al-layl, unapenyeza ni usiku, umeanza usiku zote ile umeanza usiku unapenyeza katika mchana, mchana unakuwa mrefu, unauzidisha mchana utakavyo, wa tuliju an-nahara fi al-layl, na unauzidisha usiku utakavyo. Yani alaka baina aya mbili katika kuzidisha na kupunguza, kama anavyosema Sheikh Muhammad Mtawalli Sharawi kuhusu jambo hili. Na kwa hivyo aya zote ukitazama mna siri ndani ya baina ayati, siri chungu zima ambazo watu mmoja akigundua kimoja naona kama kitu gani yapata. Na hii ndio hikma Mwenyezi Mungu, kwamba aya kila mmoja atagundua siri zako, dhahabu na almasi zofichika katika aya. Subhanallah. Naam. Kwa hivyo tukitazama masala kwamba yuliju al-layla, sio aya moja tu ya dalili ya kuonesha kwamba ardhi ni duara, na kwamba usiku unapatikana kwanza kwa hikma kubwa. Mwenyezi Mungu amejalia upatikane mchana na usiku. La pili ni kwamba usiku na mchana ni hikma kubwa, kama alivyosema inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat, ni ayat, dalili ya miujiza Mwenyezi Mungu, utukufu wake, kuonesha umuhimu wa kitu hichi. Nimekupeni hichi ndio kwa sababu ndio nakufaini katika maisha yenu. Kila kitu musakhara min ajli ibn adam, kila kitu imefanywa kwa ajili ya binadamu kifai. وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر واتاكم من كل ما سألتموه. Sasa ukikuta aya kama hii yenye kuambia umuhimu wa jambo hili, kwa nini? Kwa sababu hadithi qudsi inatuambia nini? Ya ibn adam, ya ibn adam khalaqtuka min ajli, nimekuumba kwa ajili yangu, fala tal'ab. wa khalaqtu كل شيء من أجلك وخلقت كل شيء من أجلك. hebu tazama takrima gani kutoka Mwenyezi Mungu kwa binadamu, walaqad karramna bani adam. Subhanallah, subhanallah. Kwa hivyo sikiliza hizi aya zilizotaja kuhusu usiku na mchana, halafu useme mbona ardhi haijatajwa katika Qur'ani yote? Imetajwa ndio usiku na mchana, lakini ardhi hakuna. Sasa wewe utashikilia lakini ardhi hakuna, vilivyokuwepo zaidi kuliko ardhi yenyewe. Sasa ungekuwa ardhi tumeacha hapa imekwenda moja kwa moja, vipi utakuja usiku? Taibu wanaofika mwisho kule, maana ardhi zote sasa hivi zinakaliwa, zinajengwa majumba, wangefika kwenye mwisho kwa kaanguka kapinduka. Si mwisho, lazima au mwisho au na mwanzo wala mwisho ardhi. Sasa kwa na mwanzo na mwisho mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kinapinduka tu. Aya katika sura al-Baqara aya 164, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar, katika kuumba mbingu na ardhi na kuja kukhtilafiana baina usiku na mchana, huna mwangaza, huna kiza, huna baridi, huna joto, huna hivi, huna hivi. Ikhtilaf, ikiwa ikhtilaf bi maana kwamba kukhtilafiana, ikiwa ikhtilaf bi maana yati khalfa, na kwamba inakuja mmoja kuja akbi
nyuma yake, kwa ikhtilaf maana khalf wa ikhtilaf mukhtalif, mambo mawili yote yanabeba maana neno hili. Kwa hivyo kuja kwa khalf, moja kuja khalf thani, moja kuja nyuma ya pili, ya pili kuja nyuma ya tatu, usiku kuja nyuma mchana, mchana kuja nyuma usiku, usiku. Subhanallah, ikhtilaf layl wa nahar ayat. Na hii ayat kila ukiona bimaana nini? Kwamba Mwenyezi Mungu anataka tuzindukane, tufahamu maana. Kwa aya 164 ya sura al-Baqara imetaja vitu vingi, hilo ni moja tu. Lakini mingine aliyotaja wal fulki lati tajri fi bahr, chombo chenye kwenda bahari. Hebu niambie, chombo chuma kizito na tani ngapi, halafu nakwenda jua bahari nakwenda. Na ukichukua kipande cha chuma ukitumbukiza kinazama. Hatazama hikma kajalia Mwenyezi Mungu baadhi ya laws katika nini, katika substances, kwamba likitolewa nyama yake ndani tajuifu ile ukafanya inaelea na nakwenda jua maji